Ahlan wa sahlan wa marhaba bikum mtazamaji wa Star TV, ni matumaini yangu buheri wa afya. Lakini kama afya yako imeyumba, Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema akupe ahueni na kusalimu na kukaribisha katika taarifa ya habari usiku wa hii leo. Miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na serikali ya saini mkataba kutekeleza mradi wa SGR kipande cha 3 na cha 4. Mtazamaji, kwa hayo na mengine mengi na kusihi ungane nami hadi tamati. Unaweza kufuatilia matangazo yetu kupitia Facebook na YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Jina langu ni Abdullah Othman, karibu tuwe sote. Na barabara kabisa mtazamaji, mchezo kwa utunzi, tuanze na habari za kitaifa. Serikali imesaini mkataba wenye thamani ya dola za Marekani bilioni 1.27 ili kutekeleza mradi ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR kipande cha 3 na cha 4 kutoka Makutupora hadi Isaka. Mwandishi wetu Blaya Moses ana taarifa zaidi. Ni jumla ya kilomita 533 zinatarajiwa kujengwa na mradi huo. Akizungumza baada ya kusainiwa kwa mkataba huo, Waziri wa Fedha Balozi Daktari Hamisi Musa Omari amesema kukamilika kwa mradi huo si kwa ajili ya usafiri pekee, bali kuna fursa nyingi za kiuchumi. Tuna fursa ya kuendeleza kilimo, tuna fursa ya kuendeleza madini, sekta ya madini, tuna fursa ya kuendeleza kwa madini na kilimo, tuna fursa ya kuendeleza sekta ya viwanda, lakini katika ushoroba huo vile vile tuna fursa ya kuweka vituo vya biashara kwa maana logistics hubs ambao zitakuwa zinaweka mizigo kwa ajili ya maeneo mengine. Lakini ikifika Mwanza unawezekana vile vile ikachepuka kuelekea upande wa Uganda, kuelekea Musoma alafu ikaelekea Uganda. Kwa hiyo ni fursa muhimu sana. Hatujazungumza utalii, tunajua kwamba tuna corridors mbili za utalii, Northern Corridor kwa maana ya Arusha, Ngorongoro na kwingine, lakini tunayo ya kusini ambapo kuna maeneo ya kivutio kama Udzungwa, Ruaha, Mikumi. Nayo reli hii inaweza ikawa ni kichocheo kingine muhimu sana kwa ajili ya maendeleo ya utalii vile vile. Waziri mwenye dhamana ya uchukuzi Profesa Makame Mbarawa Mnyaa akabainisha namna mradi huo utakavyokuwa na manufaa kwa taifa. Utawezesha kupanua reli hadi maeneo muhimu na kutuunganisha kwa ufanisi na nchi za jirani, kuimarisha biashara, kupunguza gharama za usafirishaji na kufungua fursa za kikanda. Mradi wa SGR utapokamilika utawezesha kusafirisha hadi tani milioni 25 za mzigo kwa mwaka, kupunguza kwa kasi kubwa muda wa usafirishaji wa mizigo na kuhamisha usafirishaji kutoka barabarani kwenda kwenye reli, na hii utaboresha usalama, ufanisi na uendelevu. Mashirika matatu kutoka nchi za Italy, Sweden na Poland yamefadhili fedha za kutekeleza mradi huo. The cooperation between the export credit agencies plays a very important role in bringing together public and private actors to support sustainable infrastructure of this magnitude. With export credit financing, various countries will deliver their respective high-quality technical equipment and services. Standard Chartered Bank is proud to have played a central role in this journey, but more importantly, we are proud of what this continuity represents, which is the flourishing of trade, haulage, establishing Tanzania as a logistics hub, enhancing connectivity in the region. Kutoka jijini Dodoma, Blaya Moses, Star TV. Kukosekana kwa teknolojia za kisasa za kuendeleza na kuhifadhi malisho imeelezwa kuwa kikwazo kwenye sekta ya ufugaji hapa nchini, kizingatia maeneo mengi ya malisho yameathiriwa na mabadiliko ya tabia nchi na mimea vamizi inayopunguza upatikanaji na ubora wa malisho. Taarifa zaidi na mwanahabari wetu. Mwenyekiti wa chama cha nyanda za malisho Profesa Ismail Selemani amebainisha hayo akiwa mjini Morogoro kwenye mkutano wa 16 wa siku ya nyanda za malisho. Anasema pamoja na kuwa sekta hiyo inakabiliwa na uhaba wa maeneo, teknolojia ya uhakika ingesaidia kuongeza tija kwenye uzalishaji. Tumekuwa na uwekezaji mdogo katika teknolojia za kuhifadhi, kusindika malisho. Tunatambua kama wakati wa mvua malisho yanakuwa mengi, lakini wakati wa kiangazi
tunapata changamoto kubwa sana kwa sababu ya uwekezaji mdogo katika teknolojia. Waziri wa Mifugo na Uvuvi Dr. Bashiru Ali, mgeni rasmi kwenye mkutano huo, anasema matumizi ya teknolojia ndiyo kipaumbele na sasa zoezi linaloendelea ni kufanyia maboresho sera kuendana na hali ya sasa. Sera yetu ya mifugo sasa tunaipitia upya. Natamani chama hiki sasa kisaidie kutupa mawazo ya kuandaa sera mpya itakayofanana na mazingira mapya, itakayokuwa na mwelekeo kama mwelekeo wa dira ya maendeleo ya miaka 25-50 ijayo, itakayozingatia mabadiliko makubwa yanayotokea. Kikao hicho kinalenga kuja na mipango ya pamoja kutafutia suluhu changamoto za upatikanaji wa malisho. Tunachotafuta ni nguvu ya pamoja, namna ya kuyaondoa mimea vamizi na magugu katika maeneo yetu ya malisho, ili maeneo tuliyo nayo yaendelee kuwa bora na yanayotoa lishe bora kwa ajili ya mifugo yetu, na hatimaye mifugo yetu. Ni lazima twende huko kwenye teknolojia, tutumie ardhi iliyopo kwa tija ili tupate malisho ya kulisha hao ng'ombe, ili tija ipatikane. Baadhi yao wafugaji wanachama walioshiriki kwenye kikao hicho wameeleza pia mtazamo wao, uhalisia na changamoto zilizo kwenye maeneo yao. Kiwa na visima, tunaweza hata wakati wa kiangazi tunaweza tukamwagilia malisho na ng'ombe wakapata maji ya kutosha. Na elimu kwa ujumla, mashirika mengi ya kibinafsi yanajitahidi kuja kwa wafugaji, lakini serikali uko nyuma kuelimisha wafugaji kidogo. Chama cha Nyanda za Malisho kilianzishwa mwaka 2005 kikilenga kuwaunganisha wataaluma. Mkutano wa sasa wa 16 umeendana pia na kongamano la 7 la kitaaluma na mkutano mkuu wa 9 wa chama cha Nyanda za Malisho hapa nchini. Kutoka hapa mkoani Morogoro, Omari Hussein wa Star TV. Asante sana Omari Hussein kwa taarifa hiyo. Serikali imesema itaendelea kuwekeza katika sekta ya afya kwa kuimarisha huduma na miundombinu ya afya katika maeneo ya visiwani ambayo wananchi wake wapo katika changamoto kubwa ya kufikiwa na huduma za afya kirahisi. Hayo imebainishwa na Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa wakati akizindua huduma ya boti jipya la afya kwa ajili ya huduma za dharura za kiafya kwa wakazi wa Nyamisati wilayani Kibiti mkoani Pwani. Linaloamini katika uwezo wake kujenga taasisi zinazowapa watu wake imani. Hospitali zetu za kibingwa zinapokuwa na wataalamu wa kutosha, zinapokuwa na vifaa na mifumo imara, zitakuwa kama minara ya matumaini. Mwenyekiti wa kamati ya bunge ya kudumu ya afya na mazingira, Johannes Umari, anaelezea namna serikali ilivyojikita kusaidia maeneo ya wananchi, lakini pia akazungumzia kuhusu bima ya afya inayotarajiwa kuja. Tunasema ni bima ya afya kwa wote. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeweka sheria mwaka 2023 kuhakikisha kwamba inatoa huduma ya afya kwa Watanzania wote. Mganga mkuu wa serikali Dr. Grace Magembe na naibu katibu mkuu wa afya TAMISEMI Profesa Tumaini Nagu nao wakazungumzia namna serikali inavyoendelea kuendeleza maeneo ya kisekta hususani sekta ya afya. Takwimu zetu, watoto wengi ambao ni zero dose wanatokea kwenye maeneo ambayo kidogo mazingira yake ni changamoto, ikiwemo maeneo ya mwambao na maeneo ambayo yako visiwani. Tumekuwa tunashindwa kuwafikia kwa muda kulingana na changamoto za namna ya kuweza kufika, na ni kwa sababu hiyo Mheshimiwa Waziri kwa kushirikiana na shirika la Gavi ambao wamekuwa wadau wetu wa muda mrefu sana katika utoaji wa huduma za chanjo, na kupitia shirika la UNICEF tumeweza kununua boti 7. Kupitia uwekezaji huu, serikali imeboresha miundombinu ya kutolea huduma za afya kwa kujenga hospitali mpya zaidi ya 129, lakini pia kukarabati hospitali kongwe takriban 43 na kuboresha vituo vya afya na kujenga vituo vya afya vipya zaidi ya 360. Boti na uzinduzi wa huduma ya chanjo na uzinduzi wa gari la wagonjwa wilayani Kibiti imefanyika ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya siku ya afya ambapo kitaifa imefanyika wilayani Kibiti, na ambapo serikali imesema haitasita kuwaondoa katika nafasi zao waganga wakuu wa mikoa na wale wa wilaya ambao watabainika katika maeneo yao kuna tatizo na changamoto ya dawa, wakati serikali haina uhaba wa dawa. Nikiripoti kutoka mkoani Pwani ni Josephine Mwaiswaga wa Star TV.
Chama cha wanaume wazee Tanzania kimefanya uteuzi wa dirisha dogo la viongozi wanawake wakiwemo waandishi wa habari, ikiwa ni jitihada za kuboresha chama hicho kinachotazamwa kama mkombozi wa matatizo yanayowakabili wazee hapa nchini. Ni katika kikao cha kuwapisha viongozi wakiwemo waandishi wa habari walioteuliwa kuhudumu nafasi mbalimbali katika chama cha wanaume wazee Tanzania, ambapo mmoja wa waandishi wa habari Beatrice Gerard anaeleza namna ambavyo watakwenda kutumikia nafasi zao katika kutatua changamoto zinazowakabili wazee. Kama tunavyofahamu kwamba wazee ni kundi ambalo lina changamoto nyingi, licha ya ukweli kwamba limesahaulika katika jamii, pasipo kujali kwamba ni kundi muhimu sana hasa katika masuala ya ushauri na tayari kushatumikia taifa hili kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo imani yangu ni kwamba kuanzia hapa, mara baada ya uteuzi huu na kuapishwa ambao umefanyika hii leo, tutakwenda kuhakikisha kwamba tunaainisha shida na matatizo mbalimbali ambayo wako nayo wazee, ili serikali iweze kusikia na kuweza kuchukua action. Lakini pia tutajitahidi kadri ya uwezo wetu, mimi pamoja na timu yangu madhubuti ambayo nimeteuliwa nayo, kuhakikisha kwamba taarifa zinazohusu chama cha wazee wanaume zifike mbali zaidi, ili wale wazee ambao wamenyong'onyea, wapo majumbani, hawajui wapi pa kuweza kuungana na wazee wenzao, basi wafahamu eneo sahihi la kuweza kuwa nalo ni kwamba wajiunge katika chama cha wanaume wazee Tanzania, ambacho ni chama kimoja tu kwa nchi nzima. Kwa upande wake, rais wa chama hicho Tadei Mtena anabainisha kuwa wameamua kufanya uteuzi wa dirisha dogo hususan kwa wanawake, ikiwa ni sehemu ya maboresho ndani ya chama hicho. Dirisha dogo kwa maana ya kwa ajili ya kuboresha chama cha wazee wanaume Tanzania ili kiweze kufika mbali. Dirisha dogo la wanawake wote ni watendaji, sio wanachama cha wazee wanaume Tanzania. Wao watasaidia chama kusonga mbele, badala ya wanawake kwenda kutoa malalamiko kwa wanaume, watakuwa wanaenda kwa wanawake zao. Nao baadhi ya wazee wanatoa msisitizo kwa serikali kuwapa kipaumbele hasa katika masuala ya fursa za kiuchumi. Wazee wengi wamekuwa wakisononeka au wakishindwa kutibiwa kwa ajili ya wanakwenda kwenye vyombo vya habari, wanakuta ni vijana ndio wako sasa, anashindwa kujieleza na umwe nini. Lakini kutokana na hichi chama cha dirisha dogo imekuwa ni vizuri, kwa sababu sasa mzee akienda anakuta watu ambao wana age yake, kwa hivyo hata ogopa kutibiwa kama hapo nyuma, kama hapo awali. Kwa serikali na wadau mbalimbali kuweza kutoa elimu, lakini pia pale ambapo wanaweza kuchangia kushambulia changamoto hii iweze kufanya hivyo. Tunapoelekea sasa kwenye mkutano wetu mkuu wa mwezi wa 6, natoa rai kwa wanaume wengine waliozidi miaka 50 waweze kujiunga na chama, lakini na wale waliopo ndani ya chama kuweza kutumia taaluma hiyo kujenga taasisi hii. 10% wanayopewa wanawake, walemavu na vijana. Vijana wanaume wakishafikisha umri wa kuingia uzee wanasahaulika. Hao wakina mama vijana ambao wanapewa mikopo wanaendelea katika grupu la wanawake. Hao wazee wanaume wamenyimwa hiyo fursa. Tunaomba na wao wapewe hiyo fursa. Waandishi wa habari wanne akiwemo mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Arusha Glaudi Gwandu na Jamila Omari wa Channel 10 wameteuliwa kuongoza nafasi mbalimbali katika chama hicho. Kwingineko, kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Muliro Jumanne Muliro amezitaka kampuni za ulinzi kufuata sheria na kanuni sambamba na kuimarisha usalama wa raia na mali zao kwa lengo la kupambana na uhalifu katika maeneo mbalimbali. Hii hapa ni taarifa kamili. Kamanda Muliro amesema hatua hiyo ni muhimu katika kuimarisha usalama wa raia na mali zao na kusisitiza ushirikiano kati ya jeshi la polisi na kampuni binafsi za ulinzi katika kulinda raia. Ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam katika uzinduzi rasmi wa huduma za haraka za dharura na uokoaji Tanzania kutoka kampuni ya Epic Security Solution, ikiwa ni hatua chanya katika juhudi za pamoja za kuimarisha amani na usalama nchini. Sisi jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam tunawakumbusha kwamba wazifanye kazi zao kwa kuzingatia misingi ya kisheria, kanuni, taratibu na miiko ambayo imefanya kampuni hizi ziweze kuanzishwa. Amezungumzia mafunzo, na mimi nasisitiza mafunzo ni muhimu sana. Hawa wafanyakazi wetu wapewe mafunzo
wajue majukumu yao na mipaka yao ya kisheria wakati wa kutekeleza shughuli zao hizi muhimu. Naye mwenyekiti mtendaji wa Epic Security Solution Eliuta Mwanjawike amesema kama Epic wamejenga ushirikiano mzuri na imara na jeshi la polisi kuanzia kata, ngazi ya wilaya, mikoa na kanda, wakishirikiana katika ulinzi wa raia na mali zao na katika matukio mbalimbali ya kijamii. Tumefanikiwa kutoa mafunzo bora ya utayari kwa askari zaidi ya 650 waliohitimu mafunzo hayo ya kiulinzi na kitaaluma. Uwezeshaji wa vifaa. Tumewekeza kwa sehemu kubwa kwenye vifaa vya kisasa vya ulinzi kwenye pamoja na teknolojia mbalimbali ikiwemo CCTV, vifaa vya mawasiliano, silaha, vibali rasmi vya kumiliki bunduki kwa ajili ya ufanisi. Uwekezaji katika vifaa vya kisasa ni sehemu ya mkakati wao wa kuboresha huduma na kuhakikisha wateja wanapata ulinzi wa hali ya juu wa mali zao na kufuata sheria na kanuni za nchi katika utoaji wa huduma. Katika TISIA ambacho ni chama cha kisekta, tuna wanachama zaidi ya 300 Tanzania nzima, na katika wanachama wetu wanatoa huduma tofauti tofauti ambazo zipo katika dunia ya sasa, ambayo ni ulinzi watu, man guard, upelelezi ambayo ni investigation, usindikizaji wa fedha na vitu vya thamani. Kampuni hiyo ya ulinzi imefanikiwa kutoa ajira za kudumu kwa vijana wa Kitanzania zaidi ya 600 wakiwemo wanawake 150, hivyo kusaidia serikali katika juhudi za kupunguza ukosefu wa ajira kwa vijana nchini. Angela Matayo, Star TV, Dar es Salaam. Na wakati Kamanda Muliro akisisitiza hivyo, Kamanda wa Polisi mkoa wa Mwanza, Naibu Kamishna wa Polisi Wilbrod Mutafungwa amewataka askari polisi wafanye kazi kwa weledi ili kujenga taswira nzuri ya jeshi hilo kwa wananchi pamoja na serikali. Taarifa ya Species Kaiza inafafanua. Kamanda Mutafungwa amesema hayo katika baro la polisi Mabatini jijini Mwanza mara baada ya kupokea tuzo ya Koplo Stella Limo mwanamke kinara 2026. Hii iwe chachu sasa ya kukusukuma sasa. Usiishie kupata tuzo tu. Uendelee kuwa askari unayefanya kazi zako vizuri kwa uadilifu, kwa nidhamu ya hali ya juu, kwa uwajibikaji wa hali ya juu, ili siku nyingine tukusikie umesonga mbele zaidi. Msisitizo ukatolewa na Kamanda Mutafungwa kwa maofisa, wakaguzi pamoja na askari wa vyombo mbalimbali. Nawataka askari wengine, kila askari kuwajibika ipasavyo katika eneo lake la kazi, kwa kuwahudumia wananchi inavyotakiwa, kwa kuwahudumia wananchi inavyopaswa, kwa kulinda raia na mali zao inavyopaswa. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu tunataka tuwe na taasisi ambayo inaheshimika. Awali mkuu wa polisi wilaya Nyamagana, mrakibu mwandamizi wa polisi Virginia Sodoka, ametoa taarifa namna mshindo wa mwanamke kinara alivyopatikana, huko Koplo Stella Limo akiahidi kuongeza kasi ya uwajibikaji kwa kutoa huduma bora kwa wateja. Koplo Stella Salvatore Limo alitangazwa mshindi na kukabidhiwa tuzo kutokana na kuonekana kufanya vizuri kwa kura 10,000 ambapo alipigiwa na wananchi, ambapo alifanya vizuri katika kipengele cha ustawi wa jamii katika kutoa elimu na kuyafikia makundi mbalimbali ya wananchi na kuleta matukio ambayo ni chanya, matokeo chanya. Na ninaahidi mbele ya afande kamanda na viongozi wote, afande wangu OCD sitakuangusha, afande wangu kamanda sitakuangusha. Huu ni mwanzo tu na mazuri mengi yanakuja, tarajia mema sana kutoka kwangu. Endelee kuwa na moyo wa upendo, tupendane sisi kama sisi. Mwenzetu kafanya, tumpongeze, amekosea tumshauri, yani tusimwache kwamba atajua yeye, hapana, tushikamane. Koplo Stella Salvatore Limo amechaguliwa kuwa mshindi mwanamke kinara 2026 baada ya kupigiwa kura 10,000. Hongera sana Koplo Stella Limo. Kutoka jijini Mwanza, Species Kaiza. Tanzania inaendelea kuweka msisitizo katika kulinda mazingira huku ikikabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi na uchafuzi wa mazingira katika jitihada za kuhakikisha maendeleo endelevu kwa wananchi wake. Tupate taarifa zaidi. Kamanda Mutafungwa amesema hayo katika baro la polisi Mabatini. Akizungumza kuelekea maadhimisho ya miaka 40 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC,
Mkurugenzi mkuu wa baraza hilo Dr. Immaculate Suarez Emesi amesema taasisi hiyo imefanikiwa kupitia mapitio ya zaidi ya miradi 35 ya tathmini ya athari. Kamanda Muliro amesema hatua ni katika kikao cha akizungumza kuelekea maadhimisho ya miaka 40 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC. Mkurugenzi mkuu wa baraza hilo Dr. Immaculate Suarez Emesi amesema taasisi hiyo imefanikiwa kupitia mapitio ya zaidi ya miradi 35 ya tathmini ya athari kwa mazingira. Baraza limetoa zaidi ya vibali 20,000 vya mazingira, hali iliyochochea ukuaji wa viwanda na kuongeza ushindani wa bidhaa za Tanzania kimataifa. Baraza pia linaendelea kuzuia hasara ya mabilioni ya shilingi katika kudhibiti uchafuzi wa mazingira kabla ya kusababisha madhara makubwa. Pia tumeimarisha usimamizi wa rasilimali muhimu kama ardhi, maji, misitu na bioanuwai kupitia tafiti na ushauri wa kitaalamu pamoja na kuwajengea uwezo wataalamu zaidi ya 12,000 wa mazingira nchini. Amesema mafanikio haya yamechangia kuimarishwa uwiano kati ya maendeleo ya kiuchumi na uhifadhi wa mazingira, ingawa bado kuna changamoto za uharibifu wa misitu na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Pamoja na mafanikio haya, bado kuna changamoto zinazoendelea kujitokeza zikiwemo mabadiliko ya tabia nchi, uchafuzi wa mazingira, upotevu wa bioanuwai na matumizi yasiyoendelevu ya rasilimali. Maadhimisho ya miaka 40 ya Baraza la Taifa la Hifadhi na Usimamizi wa Mazingira NEMC yanatarajiwa kufanyika Mei 29 mwaka huu jijini Dar es Salaam, huku wananchi wakiendelea kupata elimu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoani Geita limeanza kutoa elimu maalum kwa wanafunzi wa shule za msingi, hatua inayolenga kupanda mbegu ya uelewa au usalama tangu utotoni. Salma Mrisho ana taarifa hiyo. Ndani ya viwanja vya shule ya msingi Mseto na Bomba Mbili, sauti za watoto zikichanganyika na maelekezo ya maafisa zimamoto zinazotoa picha darasa lisilo la kawaida. Hapa wanafunzi hawajifunzi tu kusoma na kuandika, bali wanajifunza stadi za maisha, namna kutambua hatari, kukabiliana na majanga na zaidi ya yote kujiokoa pale dharura inapotokea. Kama hii elimu atakuponayo kila mwananchi, hata mioto itapungua, vifo mbalimbali vitapungua na madhara mbalimbali yatapungua. Kikubwa ni elimu. Hatupendi kuzima moto, tunapenda tuzuie moto. Hatupendi ajali itokee, tunapenda kuwa kuna kinga ya ajali. Kupitia mafunzo haya, wanaelekezwa hatua kwa hatua jinsi ya kuzima moto mdogo, kutoa taarifa sahihi kwa mamlaka husika na kusaidiana kwa utaratibu bila kusababisha taharuki. Itatusaidia kwa vijana wetu kupeleka elimu hii kwenye jamii inayowazunguka, hata kwenye watoto wenzio ambao shule mbalimbali ambao kuweza kuhudhuria mafunzo haya. Sasa hawa watoto wanakuwa kama ni mabalozi, na tunavyotoa elimu watu inawasaidia kujua hata jiko la mtungi wa gesi umeripuka, anazimaje? Mara moja anazimaje ili kujiokoa. Kuwafikia watoto hawa ni njia bora kujenga jamii yenye uelewa mpana wa usalama, kwani watoto hawa hugeuka kuwa mabalozi wa elimu hiyo hata majumbani. Wametupatia elimu na wametuonesha pia vifaa mbalimbali na jinsi ya kuweza kuzuia majanga ya moto. Na elimu hii tutaitumia shuleni na pia nyumbani kwetu kufundisha wadogo zetu. Elimu bora huanza mapema. Kadri watoto hawa wanavyojifunza leo, ndiyo kesho ya jamii salama inavyozidi kujengwa kwa uhakika zaidi, ambapo balozi wa zimamoto nchini Yusuf Ibrahim anafundisha kwa namna yake. Watoto hawa ambao tunaenda kuwaonesha vifaa hivi wanaenda kuwa mabalozi wakubwa sana katika jamii yetu. Kwa hiyo tunahakikisha kwamba wao tutawapa elimu, lakini elimu hii sio wao tu, inaenda kuwasaidia jamii pia. Kwa mujibu wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, elimu hii inalenga kupunguza matukio ya moto na ajali zinazoweza kuepukika. Salma Mwisho, Star TV, Geita. Taasisi ya wanawake na wanaume wa uchumi wa viwanda Tanzania WAWA UVITA umekusudia kuendelea kufikia ujasiriamali nchini kwa kuwezesha elimu ya uwekezaji ili kufikia ndoto ya uchumi wa viwanda na kuondokana na umasikini. Jijini Mwanza,
Katika karakana ya shirika la maendeleo ya viwanda vidogo SIDO unashuhudiwa uzinduzi wa mafunzo ya utengenezaji wa bidhaa za kemikali, elimu ya fedha na alama za ubora wilaya Nyamagana kwa wajasiriamali chini ya taasisi ya WAWAUVITA. Shabaha kuu ya mafunzo haya ni kuhakikisha uzalishaji wa vitendo na utengenezaji wa bidhaa bora zinazoendana na mahitaji ya soko na hivyo kujenga jamii yenye kujishughulisha ipasavyo katika ukuzaji wa uchumi. Kupitia taasisi ya wanawake na wanaume tumeona tuje na mawazo chanya, kwa sababu taasisi zisizo za kiserikali kazi yake kubwa ni kuisaidia serikali kuwafikia wananchi, kuleta wimbo wa pamoja kwa ajili ya maendeleo, na ndio kazi tunayoifanya. Zaidi ya wanachama 100 wa taasisi ya WAWAUVITA wameshiriki mafunzo haya ambayo yanatajwa kuwa endelevu na nia ya kuwafikia wengine ambao watajiunga na taasisi hiyo. Mafunzo haya yanahusisha shughuli mbalimbali ambazo ni kuelezea umuhimu wa kuanzisha viwanda na uzalishaji bora, kutoa mafunzo ya uelewa wa uzalishaji bidhaa mbalimbali kwa tija na nadharia ya vitendo. Kwa hiyo tuboreshe bidhaa zetu, tuelewe vizuri mafunzo yetu tunayopewa, lakini tukayatendee kazi. Lakini pia kwa maana nyingine, tukitendea kazi sisi, tutakuwa ni fursa na ajira kwa wengine kule mitaani. Baadhi ya washiriki wamekuwa na mtazamo chanya, wakidai kuwa elimu ya fedha na ubora wa bidhaa itawasaidia kurasimisha biashara zao na kuongeza thamani ya kile wanachokizalisha. Kwa kweli tumejifunza utengenezaji wa vitu mbalimbali. Tunashukuru utengenezaji wa batiki, utengenezaji wa sabuni za maji, za unga na za mchi. Faida za kujifunza ninavyoamini na ndivyo hilivyo. Watu wengi wanalia mitaji, lakini kabla ya mtaji mtu unapaswa kufikiria maarifa. Taasisi ya WAWAUVITA yenye wanachama zaidi ya 20,000 inaendelea na kampeni yake nchi nzima ya kutoa elimu ya uwekezaji na uzalishaji, ikiwa ni nguzo muhimu katika kuleta mapinduzi ya kiuchumi kupitia sekta ya viwanda nchini Tanzania. Naitwa Sudi Shabani, Star TV. Namna waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omar ametembelea ofisi za Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Dodoma kwa dhamira ya kujitambulisha. Taarifa Beni Mwipaje na Soma Studio. Katika ziara hiyo amekutana na Alhaji Adam Kimbisa, mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma. Balozi Omar amehamia Dodoma kufuatia kuteuliwa kuwa mbunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na baadaye kuwa waziri wa fedha. Kwa hiyo bado serikali inawajibika kwenye chama chao. Ni ilani ya CCM ndio ambayo ileta imani kwa wananchi, ndio wakaichagua. Kwa hiyo napokwenda kwenye kila mkoa pale kumuona RC, lakini nitaomba kukutana na mwenyekiti wa chama, nijitambulishe vile vile, na napata fursa kidogo ya kubadilishana mawili matatu. Kwa upande wake mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma Comrade Alhaji Kimbisa aliambatana na katibu wa CCM mkoa huo BP Limbanga amempongeza Mheshimiwa Balozi Omar kwa moyo wake wa kipekee wa kutambua umuhimu wa chama katika kutekeleza majukumu yake. Sana wewe ni waziri wa pekee ambao kama umekwenda sehemu hizo na hapo kwetu tumetutembelea, tunakushukuru sana. Sasa hii ndio inaonyesha kwamba kumbe kweli hii ni serikali ya Chama cha Mapinduzi. Hilo la kwanza. La pili, chama chetu mkoani sisi hapa tuko vizuri, tuko safi. Alhaji Kimbisa amesema kuwa Chama cha Mapinduzi mkoani Dodoma kiko imara na kinaendelea kuwatumikia wananchi kikamilifu kwa kuhakikisha kuwa huduma muhimu za jamii zinatolewa kupitia utekelezaji wa miradi mbalimbali ya maendeleo. Watu wakisema maji, sisi mwiko pale kupeleka maji. Wakisema shule hapa. Wakisema hospitali pale. Wakisema barabara inapeleka. Vyama vingine Afrika vikisha ingia madarakani vinajua kuchaguana tu. Mbali na kuwa waziri wa fedha wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Balozi Khamis Musa Omar ni miongoni mwa wajumbe 5 wanaoliwakilisha bunge katika halmashauri kuu ya taifa ya CCM. Mtazamaji, kwa taarifa hiyo inatupeleka mapumziko mafupi. Tutakaporejea hapo tutakuwa ni usawa jicho letu mkoani. Tafadhali endelea kubaki nasi. Waite!
Bwana, kimewaka tena. Star Times ni wiki nyingine ya kuwashuhudia mastaa kama vile Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Vinicius Junior na Harry Kane kwenye La Liga, Bundesliga na Saudi Pro League. Kwenye La Liga Jumamosi Mei 2, Osasuna dhidi ya Barcelona saa 4 kamili usiku. Jumapili Mei 3, Espanyol dhidi ya Real Madrid saa 4 kamili usiku. Kwenye Bundesliga Jumamosi Mei 2, Bayern Munich dhidi ya Heidenheim saa 10:30 jioni. Jumapili Mei 3, Mönchengladbach dhidi ya Dortmund saa 12:30 jioni. Huku Saudi Pro League Jumamosi Mei 2, Al Hazem dhidi ya Al Hilal ya Karim Benzema saa 3 kamili usiku. Jumapili Mei 3, Al Qadisiyah dhidi ya Al Nassr ya Cristiano Ronaldo saa 3 kamili usiku. Mechi hizi zitakuja live kupitia TV3 kwa Kiswahili na kupitia chaneli za michezo za Star Times kwa Kiingereza. Pata burudani zote hizi kiganjani mwako kupitia Star Times on app inayopatikana Play Store na App Store. Star Times, enjoy digital life. Nimefanikiwa kupata kazi kwa muda baada ya kutumia platform ya Nafasi. At first nilidhani ningeweza kuona listi za kazi na kuweza kuapply mwenyewe kwenye app, lakini nikaelewa kuwa app yenyewe ina apply kwa niaba yangu. Nikaweza kupata taarifa za interview na kujua nimechaguliwa kufanya interview zipi kwenye app. Kupitia Room ya God ilirahisisha zoezi zima kuwa rahisi tofauti na mwanzo. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kubaki nasi. Karibu, huu ni wasaa wa Jicho Letu Mkoani, na leo hii tunamulika mkoani Tabora. Waathirika zaidi wa kutapeliwa wamejitokeza baada ya mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha kutangaza kukamatwa kwa watu 5 wanaodaiwa kujihusisha na vitendo vya utapeli kutoka mikoa mbalimbali hapa nchini. Mwandishi wetu Sande Kabaye ametuandalia. Mmoja wa waathirika wa kutapeliwa kutoka mkoa wa Mwanza, Rukia Hassan, na mkazi wa jijini Dodoma, jina lake limehifadhiwa, wamesema waliwatambua sura za watuhumiwa hao baada ya kuziona kupitia vyombo vya habari kuwa waliwaibia zaidi ya milioni 20 katika nyakati tofauti watu hao. Kuja kijana mmoja ambaye alivaa t-shirt ya blue na koti cha mtandao wa simu wa Mixx by Yas, kujitambulisha kwa ni wakala wanasajili line. Akatoka. Baada ya kutoka dakika 5 ikaingia message kwenye simu yangu. Milioni 5 imehamishwa kutoka kwenye simu yangu kwenye na lipa namba mtandao wa Tigo. Nikaiangalia, naangalia ni account yangu mimi pesa. Nikatoka nikakimbilia NMB. Kipindi niko njiani hela ilikuwa inazidi kutolewa. Mpaka nafika NMB nakuta nimetolewa milioni 9,400,000. Account yangu kabidi NMB waifunge, nikakimbilia Tigo. Nafika Tigo, natoa maelekezo, wananiambia tayari hela imeshatolewa, imehamishwa kwenye namba nyingine. Ikabidi niende polisi. Tunalipa namba ya Tigo. So tunaomba simu zenu za Tigo Pesa ila tuwafanyie software updates, tunataka kucheki pia. So kwa sababu wao sare ya Tigo wamesema sasa hamna shida, wapatie simu. Siku ya pili milioni 5 zingine wametoa. Limit yetu ni milioni 5 ya siku. Siku ya tatu wametoa milioni 1,765,000, kitu kama hivyo, ile yote ambayo imebaki. Kuna watu wamekamatwa. Na kweli kwenye watu 4 kuna watu 2 humu tumeidentify kwamba ni hao ambao walikuja ofisini kwetu. Kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi Saka Richard Yabwao, amesema wanaendelea na uchunguzi wa kina ili kubaini ukubwa wa mtandao huo. Tumeona kwamba hao matapeli wanafanya pia kwa mikoa mingine, kama tulivyoona wenzetu wamejitokeza kutokea Mwanza, kutokea Dodoma. Kwa hiyo kwa hawa wahalifu watafikishwa kwenye maeneo yote ili waweze kwenda kujibu tuhuma ambazo zinawakabili. Mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha amesema wananchi wengi wameanza kupiga simu na kufika katika ofisi mbalimbali za serikali wakidai kutapeliwa na mtandao huo. Tazidi kuwaibua, tazidi kuwakamata, na vijana wetu wa polisi wanaofanya hiyo kazi hatuwezi kuwa tunawaacha, tunasema ni kazi. Lazima tuwape motisha na wao wapate moyo wa kuweza kupambana na utapeli na ujambazi wa namna hii. Mamlaka mkoani Tabora zimeendelea kuwasihi wananchi kujiepusha na miamala yenye mashaka pamoja na kutoa taarifa mapema wanapohisi kuwepo kwa vitendo vya utapeli. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Mtazamaji, baada ya mapumziko mafupi, habari za biashara na uchumi zitafuata.
Bank sasa wamekuletea huduma ya PBZ Lipa Hapa. Fanya malipo ya bidhaa na huduma mbalimbali kupitia simu yako bila kuwa na pesa mkononi kwa kutumia PBZ Mobile App, mitandao ya simu na mabenki mengine. Scan QR code ama andika nambari ya biashara kwa kutumia simu yako. Weka kiasi, thibitisha muamala, kisha ingiza nambari ya siri. Malipo yako yatakamilika. Na kwa sasa tumesogeza huduma zetu mpaka mkoani Arusha na Tanga. Mikoa mingine tuliowafikia ni pamoja na Dodoma, Mwanza, Mbeya, Morogoro na Mtwara. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Karibu sana mtazamaji katika habari za biashara na uchumi. Wakulima wa mahindi mikoa ya Mbeya na Songwe wanatarajia msimu wenye mafanikio mwaka huu, wakieleza kuongezeka kwa matumaini ya mavuno kutokana na maboresho ya upatikanaji wa pembejeo na mbolea za ruzuku kwa wakati. Katika maeneo mbalimbali ya vijijini, mashamba ya mahindi yanaonekana kustawi vizuri, yakitoa taswira ya msimu wenye tija kwa wakulima wengi. Licha ya kwamba baadhi ya mazao bado hayajavunwa, wakulima wamesema hali ya mazao yao inaridhisha na inaashiria mavuno bora zaidi ukilinganisha na msimu uliopita. Kwa hiyo mazao hayajatukimbia sana, yatakuwa vizuri na tunategemea tutapata tu kulingana na mvua jinsi inavyonyesha. Pia sisi wenyewe wakulima tunafurahi. Kwa mwaka huu hali ya mavuno ya mahindi kwa kweli ni nzuri, tofauti na mwaka jana. Ila kwa maharage ni changamoto. Maharage mengi yamepigwa na mvua zilikuwa nyingi. Kwa maharage ni changamoto, ila kwa mahindi tunamshukuru Mungu, mahindi mwaka huu haitakuwa. Kwa mtu ambaye anafuata utaratibu wa mbolea, uhakika wa kupata ni 100%. Japokuwa changamoto zipo, lakini ukipata utaratibu wa mbolea unapata mazao. Meneja wa mamlaka udhibiti wa mbolea Tanzania TFRA kanda ya Nyanda za Juu Kusini, Joshua Ng'ondia, amesema katika msimu huu wamefanikiwa kusambaza zaidi ya tani 500,000 za mbolea kwa wakulima. Zaidi ya tani 546,000 zimeweza kusambazwa katika mikoa yote ya Nyanda za Juu Kusini, ambayo hiyo sasa inaenda kuongeza au kutimiliza yale malengo ya uzalishaji kwa mwaka 2025-26. Na ndio maana kwa sasa kama mamlaka kwanza tumeimarisha vituo vyetu vya usambazaji kupitia ile kauli yetu ya mali shambani silaha mbolea ambayo tumeifanya karibu nchi nzima. Naye afisa kilimo mkoa wa Mbeya Tadei Ngambila anasema viashiria vya awali vinaonyesha uwezekano wa kuongezeka kwa mavuno ya mahindi mwaka huu, jambo litakalosaidia kuimarisha usalama wa chakula na uchumi wa wakulima. Hatuna changamoto yote ambayo iliripotiwa katika ofisi yetu ya mkoa ambayo inaweza kuleta athari mbaya kwa wakulima. Kwa hiyo ndio maana nimesema kwamba uzalishaji wa mwaka huu utakuwa ni mzuri kwa sababu ya hali ya ilivyokuwa, mvua ilinyesha kwa wakati, watu wamepanda kwa wakati. Hiki ni kilimo cha mahindi ambacho wakulima wanajivunia sasa kwenda kupata mavuno ya kutosha. Ombi kubwa hapa la wakulima wengi wanadai kwamba sasa serikali iongeze juhudi za kuwaisha mbolea ya ruzuku ili waweze kuzalisha zaidi. Laudent Simkonda, Star TV, Mbeya. Asante sana Laudent Mkonda kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, tutakaporejea hapa habari za mataifa mbalimbali zitafuata. Mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutufuatilia. Karibu katika habari za mataifa mbalimbali. Mfalme wa Uingereza Charles watatu ametaka Marekani kuendelea kuwa mwaminifu kwa washirika wake wa kihistoria wa Magharibi, wakati ambapo uhusiano maalum na Uingereza unaathiriwa na mvutano unaongezeka kuhusu vita vya Iran na Ukraine. Charles Machugu ametuandalia undani wa habari za mataifa mbalimbali. Katika hotuba ya nadra kwa bunge la Marekani, Mfalme wa Uingereza Charles watatu ndiye mfalme wa pili tu wa Uingereza kuzungumza kwenye jengo la Capitol Hill mjini Washington DC baada ya hotuba ya mama yake hayati Malkia Elizabeth II mnamo mwaka 1991.
Mfalme Charles wa tatu alianza hotuba yake kwa tabasamu kuhusu urafiki wa kudumu usiotetereka kati ya London na Washington. Baada ya kushangiliwa kwa shangwe, maneno yake ya kwanza yalikuwa kulaani vurugu za kisiasa, ambapo tukio la Jumamosi wakati wa sherehe ya waandishi wa habari iliyohudhuriwa na Rais Donald Trump lilijaribu kuchochea hofu na kutokuelewana zaidi. Mfalme amesema vitendo kama hivyo vya vurugu havitafanikiwa kamwe. Katika sehemu ya kihistoria ya hotuba yake, Mfalme Charles wa tatu alikumbusha mashambulizi ya kigaidi ya mnamo Septemba 11 mwaka 2001, akisema kuwa mataifa hayo mawili yalijibu wito pamoja kama walivyofanya katika vita viwili vya dunia, wakati enzi ya vita baridi, operation nchini Afghanistan na juhudi nyingine za usalama wa pamoja. Tukiangazia Ubelgiji, Brussels imeishutumu kampuni ya Marekani ya Meta kwa kukiuka kanuni ya huduma ya kidigitali ya Ulaya DSA kwa kuwaruhusu watoto wengi walio chini ya umri wa miaka 13 kufikia mitandao yake ya kijamii ya Instagram na Facebook, na hivyo kuwaweka katika hatari nyingi. Mashitaka haya yamejumuisha katika matokeo ya awali ya uchunguzi uliozinduliwa na Tume ya Ulaya dhidi ya Meta miaka 2 iliyopita. Tume inanukuu ushahidi mwingi kutoka kote Umoja wa Ulaya unaonesha kwamba takriban 10 hadi 12 ya watoto walio chini ya umri wa miaka 13 wanafikia Instagram au Facebook kwa urahisi. Brussels inabainisha kuwa Meta inaonekana kupuuza ushahidi wa kisayansi unaopatikana kwa wingi na unaonesha kuwa watumiaji wadogo wako katika hatari zaidi ya kuathiriwa na huduma kama vile Facebook na Instagram, na hii inajumuisha kufichuliwa kwa maudhui yasiyofaa au hatari. Kampuni hiyo ya Marekani itapata fursa ya kujitetea na kupendekeza hatua za kurekebisha ukiukwaji unaodaiwa. Hata hivyo, ikiwa tume haitaridhika, Meta inaweza kukabiliwa na faini kubwa inayofikia hadi 6% ya mapato yake ya kila mwaka duniani. Kwingineko, rais wa Argentina Javier Milei, mwanaharakati wa uhuru ambaye kwa muda mrefu amemtaja waziri mkuu wa Uingereza hayati Margaret Thatcher kama mmoja wa mifano yake ya kisiasa, hivi karibuni ameongeza sauti yake ya umma kuhusu visiwa vya Falkland, tofauti na mbinu za wastani aliyoitumia hapo awali alipotafuta uhusiano wa karibu na Magharibi. Ikumbukwe Uingereza chini ya serikali ya hayati Thatcher na Argentina zilipigana vita vifupi vya visiwa hivyo mnamo mwaka 1982, ambapo wanajeshi 449 wa Argentina na 555 wa Uingereza walikufa baada ya Argentina kuvamia katika jaribio lililoshindwa la kuvichukua. Na sasa tuweke nukta katika habari hii. Jitihada za kidiplomasia za kumaliza mzozo unaoendelea kati ya Marekani na Iran zimeingia katika hatua ngumu baada ya rais wa Marekani Donald Trump kukosoa pendekezo jipya lililotolewa na Tehran. Pendekezo hilo lililolenga kusitisha mapigano ya miezi 2 na kuahirisha mjadala kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran hadi baada ya mzozo wa sasa utakapomalizika na changamoto za usambazaji katika eneo la Ghuba zitakapotatuliwa. Pendekezo la Iran lilitaka masuala ya nyuklia yawekwe pembeni kwa muda ili kutoa nafasi ya kusimamisha mapigano na kushughulikia changamoto za usafirishaji katika eneo la Ghuba. Hata hivyo, msimamo wa Marekani kama ulivyoelezwa na Rais Trump ni kwamba mjadala kuhusu nyuklia ni sehemu muhimu ya mazungumzo yoyote mapya na hauwezi kuahirishwa. Rais Trump amelitafsiri pendekezo hilo kama ishara kwamba Iran inakabiliwa na changamoto kubwa za ndani. Mtazamaji, ni Charles Machugu huyo na habari mbalimbali za kimataifa. Mtazamaji, tuende mapumziko mafupi, tutakaporejea hapa tutakuwa tukidunda dunda na kutereza katika viwanja mbalimbali vya michezo na burudani. Tafadhali msibadili kituo.
It's Victor Gyökeres for Arsenal. Scores! Victor Gyökeres draws Arsenal level, and they can put the disappointing start behind them. Threat chance, couldn't get it away from Pickford. And wins the first ever derby at the Hill Dickinson for Liverpool. Just when you need the biggest of characters, Liverpool's biggest character of all is the hero. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kwa shabiki wetu nambari 1. Karibu, hizi ni habari za michezo na burudani. Uongozi wa bodi ya ligi kuu nchini TPLB umesema bado haujapokea majina ya waamuzi kutoka katika kamati ya waamuzi ya shirikisho la soka nchini TFF watakaochezesha mchezo wa Simba na Yanga mwishoni mwa juma hili kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo jijini Dar es Salaam. Taarifa kamili na mwanamichezo wetu Mbwana Shomari. Watani hao wa jadi waliopo uwanjani muda huu wakicheza fainali ya michuano ya kombe la muungano mjini Zanzibar, ambapo mara baada ya fainali hiyo watakutana tena Jumapili hii katika mwendelezo wa michezo ya ligi kuu Tanzania bara. Afisa habari wa TPLB Karimu Boimanda amesema pindi watakapopewa majina ya waamuzi watakaochezesha mchezo huo watayaweka hadharani ili wadau wa soka wajue. Muda uliosalia sio mrefu sana, lakini sio mfupi sana. Uzuri sasa dunia ni kijiji, mawasiliano yakifanyika mambo yanakwenda vizuri tu, awe yanatoka ndani, akitoka Dodoma, akitoka Morogoro, akitoka Singida, akitoka wapi, ni rahisi kufika Dar es Salaam kwa ajili ya huo mchezo, kama ambavyo akitoka Misri, akitoka Kenya, akitoka Uganda, Zimbabwe, anaweza kufika pia Dar es Salaam. Kwa hiyo nadhani ndani ya hizi siku mbili tutapata majibu ya hilo jambo, na sisi tukipewa tu majina ya waamuzi hatukai nao. Boimanda amesema maandalizi ya mchezo huo yanakwenda vizuri. Tumefanya maandalizi ya kiwango cha juu, tunaendelea na maandalizi katika kuhakikisha wadau wanapata hicho kitu ambacho wamekuwa wakikiona mara zote kwenye michezo ya dabi, na tunaamini kila kitu kitakuwa sawa mpaka kufika hiyo Mei 3. Maeneo yote ambayo yalikuwa yanapaswa kukaa sawa kwa ajili ya huo mchezo yatakuwa yameshakaa sawa, kwa sababu hata sasa tunapozungumza tayari mambo kadhaa yameshakamilika kwa maana ya maandalizi, na kwamba tutarajie tu burudani, mashabiki wasubiri burudani ya kiwango cha juu kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Aidha, ameomba wadau wa soka nchini kutumia vizuri dirisha la utoaji wa maoni ya waboreshaji wa kanuni za ligi kuu msimu ujao 2026-27, ikiwemo matumizi ya kiwanja cha mchezo wa watani wa jadi. Kuweka kanuni ambayo itataja michezo ya aina hii itachezwa wapi ama viwanja vyenye status gani, ni kati ya maoni ambayo tumeyapokea, naamini yataendelea kuchakatwa, na kwa sababu maoni bora yote huwa yanapokelewa na kufanyiwa kazi, na asilimia kubwa yanakwenda kwenye kupitishwa kwa kanuni, basi tutarajie hilo. Lakini pia wadau wengine kama wana uwezo wa kuendelea kuelezea kwa upana zaidi kuhusiana na hilo jambo, kutoa maoni ambayo yanachanganua zaidi hilo jambo, tunaendelea kupokea maoni. Ikuu ya NBC inatarajiwa kuendelea tena Alhamisi hii kwa michezo miwili kupigwa katika viwanja viwili tofauti, ambapo jijini ya Arusha timu ya Fountain Gate itawakaribisha Pamba Jiji FC, mchezo utakopigwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abeid, wakati mchezo mwingine utawakutanisha Mbeya City dhidi ya Mashujaa FC, mchezo utakaochezwa katika uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Mbwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam. Na timu hizo bado zipo huko katika uwanja wa New Amani Complex Zanzibar, wakiendelea na mchezo wa fainali. Tutakupa matokeo. Wadau wa michezo wilayani Busega mkoani Simiyu wanapaswa kufanya uwekezaji wa vituo vya michezo na miundombinu ya viwanja vyenye hadhi vitakavyochochea maendeleo chanya ya kupata timu za tofauti ikiwemo ligi kuu. Mkoa wa Simiyu licha ya kuwa na vipaji vingi lakini haujawahi kuwa na timu ya ligi kuu. Hivyo umefika wakati wa wadau kuona umuhimu wa kufanya hivyo. Hivyo umefika wakati wa wadau kuona umuhimu wa kufanya uwekezaji katika eneo hilo. Pia kwenda kuengage na halmashauri. Niweze kupata eneo kwa ajili at least hata ya kuanza kujenga uwanja kama sport center fulani, ambayo hiyo pia itatusaidia sasa kwenda kwenye hiyo vision ya kuwa na
na timu ambayo inaweza ikashiriki. Mdau wa michezo Buluba wa Belele akiwa katika hafla ya ugawaji wa vifaa vya michezo kwa timu 16 zilizofuzu katika mashindano ya Bulabu Cup 2026 katika wilaya Busega mkoani Simiyu, anasema jitihada zaidi zinahitajika. Pili, tunataka tuibue vipaji vilivyoko Busega kwa sababu kuna vipaji vingi, na ndio maana pia moja ya kazi tunaenda kuifanya hapa, tutakuwa na scout kuanzia hatua hii ambapo tutasupport at least vijana wasiopungua 10 na tutawapeleka kwenye majaribio ya timu za ligi kuu. Mwenyekiti wa chama cha soka wilaya Busega mkoani Simiyu, Sospita Mwita, anasema kutolewa kwa vifaa hivyo vya michezo ni sehemu ya kukuza na kuendeleza vipaji vya wanamichezo katika wilaya hiyo, na kuitaka kamati ya mashindano ya Buluba Cup kuzingatia kanuni na sheria. Ni mashindano Buluba Cup ina kamati yake ya mashindano. Kama kuna konsani zozote zile zielekezwe kwenye kamati. Mmoja wa wasimamizi wa vituo vya michezo hiyo, Rajabu Mambo Sasa, na baadhi ya viongozi wa timu zilizofuzu hatua 16 bora baada ya kukabidhiwa vifaa hivyo, wamesema hiyo ni sehemu ya maandalizi ya kuwania kombe na kitita cha fedha taslimu kutoka kwa mdhamini. Kupitia mashindano ya Buluba Cup ndani ya wilaya yetu ya Busega tunaweza kuibua vipaji vingi sana. Sasa kama zinapokuja sisi kama vijana tunapokea kwa furaha. Pia huu udhamini hivi vifaa vinaenda kutuwezesha. Mashindano hayo yamepangwa kuzinduliwa Jumamosi hii wilayani Busega, na timu zikiwa zimegawanyika katika makundi 4. Na mtazamaji, na zaidi ya waamuzi 28 wa mpira wa mikono kutoka mikoa ya Mwanza, Morogoro, Singida na Mara wameshiriki mafunzo mkoani Mwanza, ikiwa ni jitihada za kuimarisha waamuzi wa mpira wa mikono nchini ili kuimarisha usimamizi wa sheria zinazoendesha mchezo huo. Mkufunzi wa shirikisho la mpira wa mikono handball, Emmanuel Majura, amewataka wahitimu kuzingatia sheria, kanuni za usimamizi wa mchezo huo. Matumizi sahihi ya muda pamoja na uwezo wa kutafsiri sheria kwa haraka kutatokana na mazoezi ya mara kwa mara. Kwa hiyo nazidi kuwasisitiza kwamba mnapopata nafasi katika mashindano yoyote, jitoleeni, kafanyeni kazi. Viongozi wa chama wa mpira wa mikono mkoani Mwanza wameeleza umuhimu wa mafunzo hayo, huku baadhi ya washiriki wa kozi hiyo ya waamuzi kutoka mikoa ya Mwanza, Morogoro, Singida na Mara wakiahidi kusimamia sheria kikamilifu ili kuboresha mchezo huo. Kwa hiyo watu wengi walikuwa hawawezi kutafsiri sheria, lakini baada ya kozi hii watu wengi wameweza kutafsiri sheria, wamezijua sheria, na naamini wanaenda kuzitafsiri vyema sheria. Kwa hiyo wataenda kuendeleza mchezo huu. Tunategemea tupate marefali walio bora, tupate makocha walio bora, na pia tutapata wachezaji walio bora kama tutakuwa na marefali wazuri pia na makocha wazuri. Kujitoa katika umri wote wanaweza kucheza. Kwa hiyo tunawakaribisha na tuwape moyo, sio mchezo mgumu. Kwa hiyo wajitokeze wanawake. Mchezo huu ni mzuri na unapendwa na watu. Mimi nafurahi kama nikifika mpaka taifa kuwa na waamuzi bora. Pia waamuzi hatutaki kupendelea mtu yoyote wala timu yoyote. Tutakiwa tujijengee uaminifu, tuwe waaminifu. Akihitimisha mafunzo hayo kwa waamuzi wa mpira wa mikono, afisa wa michezo mkoani Mwanza James William amewataka wahitimu kwenda kufundisha ngazi ya shule za msingi pamoja na sekondari ili kuibua vipaji zaidi. Hata kukaa pale, kusogea pale, lazima uwe na qualification. Sasa utengenezi utaingiaje? Alafu unatembea na nini? Na cheti, watu wanakuona sasa unakuwaje hivi? Lakini hebu nendeni mkaanzishe vitu. Mkaanzishe nini? Vitu. Tuvione. Godlisten Niktomari, Star TV. Namna wanamichezo wanaoshiriki mashindano ya Umoja wa Michezo na Taaluma kwa Shule za Msingi Tanzania UMITASHUMTA ngazi ya halmashauri ya jiji la Mwanza anapaswa kuzingatia nidhamu ili waweze kuteuliwa kuunda timu imara itakayoshiriki ngazi ya mkoa. Mashindano hayo yamefunguliwa kwenye viwanja vya shule ya sekondari Nsumba wilayani Nyamagana mkoani Mwanza na kaimu mkurugenzi wa jiji la Mwanza Zena Kapama, na kuwasisitiza wanamichezo kuwa na nidhamu. Tupate mshindi wa kwanza, na ndiyo maana nimesema basi tupate timu wazuri, wale washiriki wazuri, ili tuweze kushika nafasi ya kwanza kwa kila
upande. Afisa michezo halmashauri ya jiji la Mwanza Juliet Msemakweli amesema timu itakayoshindwa kutoka katika kanda 4 itakuwa ni ya ushindani katika ngazi ya mkoa. Wanafunzi wameahidi, tukiona wenyewe hali morali ya walimu, makocha ambao pia na wanafunzi wanatarajia kuwa namba 1 kimkoa, ndio matarajio yetu. Kwa hiyo kwa pamoja tunatarajia kwamba tutafanya vizuri kuliko miaka mingine au kuliko mwaka jana pia. Kaimu afisa elimu msingi halmashauri ya jiji la Mwanza Sara Ulimboka na mratibu wa mashindano ya UMITASHUMTA wa halmashauri hiyo Joseph Mazemle wametoa taarifa ya kubaini baadhi ya changamoto, huku mmoja wa wadau akieleza kuhusu mashindano hayo. Nina imani watafanya hii kazi vizuri bila upendeleo na tutapata wanafunzi tunaowahitaji wenye ujuzi na ubora katika mashindano yetu yanayoenda mbele. Niwaombe kitu kimoja, walimu wote ambao mtashiriki kuchagua timu yetu ya wilaya, tukatende haki. Tuna upungufu wa miundombinu kwa maana ya viwanja kwa baadhi ya shule zetu za halmashauri ya jiji la Mwanza. Namba 5, tuna upungufu wa vifaa vya michezo kama vile mipira na majezi kuanzia ngazi ya shule na hadi halmashauri. Watatengeneza timu moja ya wilaya na shauri ya jiji la Mwanza, na mashindano hayo yamebeba kauli mbiu isemayo michezo na sanaa shuleni ni daraja la ajira, afya na ushindani wa kimataifa. Mtazamaji, na sasa tujiunge na Godlisten Kitomani kwa habari za michezo za kimataifa. Kocha wa klabu ya PSG Luis Enrique amepongezwa kwa kauli yake ya kiungwana baada ya kukiri kwamba mchezo na Bayern Munich ni mechi bora zaidi kwake kuwahi kuiongoza toka ameanza kazi ya ukocha. Katika mchezo huo wa kwanza wa nusu finali ya ligi ya mabingwa barani Ulaya, PSG ilishinda mabao 5-4 huku kila timu ikionyesha ushindani wa hali ya juu. Mchezo huu umeingia kwenye historia kama nusu finali yenye mabao mengi zaidi katika mchezo wa ligi ya mabingwa barani Ulaya, ukiwa na jumla ya mabao 9. Akizungumza baada ya mchezo huo, Luis Enrique amesema walistahili kushinda, walistahili kutoa sare na pia walistahili kupoteza mchezo huo, kwa maana kila timu ilikuwa na nafasi ya kushinda. Kauli hiyo imeonekana kuonyesha namna ya mchezo huo ulivyokuwa na ushindani wa hali ya juu, huku kila upande ukiwa na nafasi ya kupata matokeo tofauti. Kocha Enrique ameongeza kuwa toka ameanza kazi ya ukocha akifundisha vilabu tofauti kama FC Barcelona, hajawahi kuwa na mchezo bora kama huo, huku akiwapongeza wachezaji wa timu zote kwa kuonyesha ushindani wa hali ya juu. Kauli hizo zimevutia mashabiki wengi wa soka duniani, wengi wakimsifu kwa uhalisia, unyenyekevu na heshima yake kwenye mchezo. Wachambuzi wa soka wamesema kuwa maneno hayo yanaonyesha roho ya kweli ya mchezo wa mpira wa miguu, kwa kukubali ushindani, kuthamini ubora wa mpinzani na kuenzi burudani ya soka. Mashabiki mitandaoni wameendelea kusisitiza kuwa soka linahitaji watu wengi zaidi wenye mtazamo kama wa Luis Enrique. Na mtazamaji, kutokana na ufinyu wa muda tunaomba kukatisha taarifa za michezo kimataifa, na hivi ndivyo inavyohitimisha taarifa ya habari kutoka hapa Star TV. Kwa niaba ya chumba cha habari, ndimi Abdallah Uthman. Kwa heri, ulale unono. Victor Gyökeres for Arsenal, scores! Victor Gyökeres draws Arsenal level and they can put the disappointing start behind them. Thread chance, couldn't get it away from Pickford. Inside Derby ground, delivery now, Van Dijk! Liverpool's captain comes to the fore and wins the first ever derby at the Hill Dickinson for Liverpool. Just when you need the biggest of characters.